Nao nimeanza kuamini Juma Jux alikuzwa na harusi yake na Priscilla. Nao kuna muda watu walikuwa wanasema Juma Jux anabebwa na harusi, nilikuwa nakataa kuamini. Nilikuwa nasema mbona kama nyimbo pia anapata numbers, mbona kama nyimbo zinaenda. Kumbe lile tukio lilifanya watu waanze kumsearch na kumtafuta Juma Jux. Leo tunapozungumza unamsikia Juma Jux. Kwa nini umsikii Juma Jux? Hatoi nyimbo, anatoa. Zinafanyaje? Ni swali unatakiwa kubaki nalo wewe. Ndio maana nikasema kuwa msanii wa kimataifa, my brother, ni kuwa na consistent kuseti standard. Sio, unanielewa sijui point yangu? Hadi sijui kama mnanielewa. Kuwa msanii wa kimataifa ni kuwa na consistency ya kutengeneza nyimbo ambazo zina standard ya kimataifa. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne na kuendelea. Then kuna msanii kutrend kimataifa kwa sababu ya jambo fulani. Nielewe vizuri. Kuna msanii kutrend kimataifa kwa sababu ya jambo fulani. Aidha wimbo, aidha tukio kama Juma Jux harusi. Pale alitrend kimataifa. Still bado hajaseti standard ya kimataifa. Tukubali, tukatae. Alitrend kwa sababu ya harusi ambayo ilikuwa ya Nigeria. So alivyo trend kwa sababu ya tukio la harusi, watu wakaanza kusearch na ndio maana hata namba zake zimedrop. Juma Jux leo tunamtaja anapata monthly listener kama 400,000, 500,000, si ndio? Wakati harusi inafanyika, Spotify monthly listener alikuwa anapata 900,000. 900,000. Wala sitaki hata kuingia kuangalia sui views sui nini. Nataka tuzungumze tu, sitaki kwa sababu ni views mimi na naelewa nini ambacho nazungumza. Sui angalia video hii ilikuwa na views wangapi? Kwa sababu kuna vitu ambavyo hata wewe unaviona. Nao mimi mwenyewe na admit kwamba Juma Jux alikuzwa nje na tukio la harusi, sio muziki. Ametoa ngoma na Khilmad juzi, ambaye ni of course ni video Rolex ambaye ilitoka kama miezi kadhaa iliyopita nyuma. Si ndio? Katoa ngoma pale, lakini unasikia wapi nyimbo zinafanya vizuri kama zamani? Wapi? Ndio maana nasema sisi sasa hivi, sisi 90% ya wasanii Tanzania ni tuna aina ya wasanii ambao huwa wana trend kimataifa kupitia jambo fulani au kupitia wimbo mmoja. Kutoa wimbo mmoja ukafanya vizuri nje haimaanishi wewe umeshakuwa msanii wa kimataifa. Leo hii Abby Chams ametoa wimbo ambao umeenda kushindania tuzo za BET. Unataka kuniambia Abby Chams msanii wa kimataifa? Sifa ipi ya kuita msanii wa kimataifa? Lazima uweze kuingiza nyimbo zako 2 mpaka 3, 4 kwenye charts kubwa duniani. Lazima uweze kuperform kwenye majukwaa makubwa duniani, uaminike kule. Lazima uweze kuingia kwenye tuzo. Umeshaelewa? Kuingia kwenye charts, vitu vitatu tu. Kuingia kwenye charts kubwa duniani, kuingia kwenye tuzo kubwa duniani, kuperform